أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amir al-Muminin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, Hat Masihi Maud alayhi wassalam akieleza fadhila za Mwenyezi Mungu juu ya jumuiya na jinsi inavyoendelea kuzidi, sehemu moja anasema ya kwamba hii pia ni muujiza mkubwa wa Allah jalla shanuhu, ya kwamba licha ya kupingwa na kukataliwa vikali na juhudi za wapinzani wetu za mchana na usiku, jumuiya hii inaendelea kuzidi. Alisema wapinzani wetu wanaendelea kufanya juhudi usiku na mchana, na kwa nguvu zote wanaendelea kupanga mipango ya aina aina, na kwa ajili ya kufunga silsila hii wanaendelea kutumia nguvu zao zote, lakini Mwenyezi Mungu anaongeza jumuiya yetu. Kisha alisema, mnajua ya kwamba humo kuna hikma gani? Hikma ndiyo hii ya kwamba Mwenyezi Mungu mwenye shani, mtu ambaye anamtuma na ambaye kwa kweli anatoka kwa Allah, yeye siku hadi siku anapata maendeleo na anazidi, na silsila yake siku hadi siku inaendelea kuongezeka, na mwenye kuizuia siku hadi siku anaendelea kuangamia na kuzalilika, na wapinzani na maadui zake mwishowe wanakufa kwa masikitiko makubwa. Alisema, matakwa ya Allah ambayo kwa hakika yanatokana naye hakuna awezaye kuyazuia, hata kama afanye juhudi kiasi gani na apange maelfu ya mipango. Lakini silsila ambayo Mwenyezi Mungu anaanzisha na ambayo yeye anataka kuzidisha, hakuna awezaye kuizuia, kwani ikiwa kwa juhudi zao silsila ile ikwame, hapo tutalazimika kukubali ya kwamba mwenye kuizuia amemshinda Mungu, ila hali hakuna awezaye kumshinda Mungu. Basi manzari za kutimia kwa mambo yake hayo sisi kila siku tunayaona. Maadui walijaribu kivyao na wakiwa pamoja, kizwahiri wakiwa pamoja, walijaribu kupanga mpango zidi ya jamaati, lakini Mwenyezi Mungu ahadi aliyokuwa ameifanya na Hat Masihi Maud alayhi salam ya kwamba mimi nitafikisha mahubiri yako hadi pembe za dunia, na kisha alisema ya kwamba mimi nitaongeza kundi la wapendwa wako halisi. Kwa mujibu wake sisi tunaiona jumuiya ikienea duniani. Maulama hawa wa kijina na wapinzani wanafahamu na kuelewa ya kwamba sisi tutaimaliza jumuiya ya Hat Masihi Maud alayhi salam kwa kuipuliza kwa vinywa vyao, lakini hawajui ya kwamba wao wanapambana na Mwenyezi Mungu, na wanaosimama zidi ya Mwenyezi Mungu ndio wanaoangamia wenyewe, na Mwenyezi Mungu humsaidia mja wake na humnusuru. manzari za msaada na nusura ya Mwenyezi Mungu
sisi hata katika nchi za mbali za dunia pia tunayashuhudia katika maeneo ambapo saa nyingine kikawaida mtu anakuwa hana wasaa wa kufika kunakuwa na njia ngumu sana za kufika huko lakini mwenyezi mungu hata hivyo anaonyesha mandhari za msaada wake na nusura yake wapinzani wanajaribu mno lakini wanashindwa vibaya kwa kuleta hasara ya mali na nafsi wanataka kuwaogopesha wanajamaati katika sehemu zingine lakini mambo hayo pia yanawaongeza wanajumuiya katika imani katika dunia matukio yatokayo ya msaada wa mwenyezi mungu ahadi ambazo mwenyezi mungu alizifanya na hatmasihi maula islam jinsi zinavyotimia kueleza zote ni kazi isiyowezekana lakini wakati huu mimi nitaeleza matukio machache ya maendeleo ya jumuiya kwa namna ambavyo mwenyezi mungu anatia mioyoni mwa watu ya kwamba wao waje katika baiati ya masihi maula islam na wamkubali baadhi ya watu wanapinga jumuiya lakini kupinga kwao kunatokana na kutokuwa na elimu sahihi na pale wanapojua uhakika basi wanaacha kupinga bali wanakubali jamaati hivyo akieleza tukio la namna hiyo amir jamaat kongo kinshasa aliandika ya kwamba katika kijiji cha mkoa wa kongo ya kati kuna mwalimu wetu isa sahib yeye pamwe na ujumbe wa jamaati alienda kufanya mahubiri imamu wa msikiti wa huko bwana jibrail sahib alikuwa mashuhuri katika swala la kuipinga jumuiya mwalimu aliongea naye juu ya mada za kifo cha nabii isa na kuja kwa imam mahdi yeye alipojua ya kwamba katika itikadi ya uhai wa had isa alah ssalam mungu apishe mbali kuna uvunjifu wa heshima ya mtume salallahu alaihi wasallam yeye akaelewa hilo huyu hakuwa na ubinafsi kama wanavyo mashekh wa pakistan na pia akaelewa itikadi ya kuja kwa imam mahdi yeye wakati ule ule pamwe na watu 6 wa familia yake na wafuasi wake 21 akafanya bayati na hivyo hapo jumuiya ikapatikana kisha katika sehemu zingine mwenyezi mungu mwenyewe anatayarisha ardhi ili ikubali jamaat hivyo mbashiri wa gine konokari anaandika ya kwamba kuna kijiji cha kutaya walifika huko ili kufanya mahubiri na wakafikisha ujumbe wa hatmasihi maula islam kwa mapana na marefu hapo mzee mmoja aliye mkubwa katika umri kuliko wote akasema ya kwamba yeye mara nyingi alikuwa anasikia neno moja la mahdi kutoka kwa babu yake lakini yeye hakuweza kuelewa jambo hilo wala babu yake hakumwambia maelezo yake lakini akamwambia ya kwamba hilo linahusika na islam hivyo leo mlipoeleza kwa mapana na marefu kuhusu imam mahdi mimi kwa moyo wangu wote ninaingia katika jumuiya naye akaelekea kwa wanakijiji na akasema kwamba muikubali jumuiya hii kwani mimi nimesafiri sana katika nchi za afrika na kila sehemu nimeona jumuiya ya waislamu wa ahmadia pekee ikiitumikia islam ilhali madhehebu mengine yanaendelea kuchuma dunia au kwa ajili ya kuthibitisha ukafiri wa wengine wanaendelea kuonyesha juhudi zao za kielimu na hii ndiyo jumuiya pekee ambayo inaitumikia kurani tukufu na islam kwa fadhila ya allah katika kijiji pamoja na imamu watu wengi wakafanya bayati na likapatikana tawi kubwa kisha mbashiri mkuu wa gambia anaandika kuna wilaya ya niamina na kuna kijiji chake anasema timu yetu ya mahubiri ilifika huko wao wakafikisha ujumbe wa islam na ahmadiyat na wakawaambia kuhusu mafundisho mazuri na halisi ya imam mahdi na wakawasomea
na kisha wakawasomea masharti 10 ya bayati. Hawa ni watu wa kijijini, lakini wana akili na uelewa mzuri. Kwa kusikia masharti 10 ya bayati wakashangaa sana na wakaelewa ya kwamba hayo ni mambo ya Islam ya kweli ambayo bishara yake Mtume saa salam alikuwa ameitoa. Watu wa kijiji wakasema ya kwamba ni mara yetu ya kwanza ya kwamba sisi tumesikia kuhusu mafundisho mazuri ya Islam, na kutoka mashekh wetu wa kijina hakuna awezaye kusikiliza ujumbe wa namna hiyo. Na kisha wakasema kwamba Ahmadia ndiyo Islam halisi na sisi tunaingia katika jumuiya. Nao wakafikia natija hii ya kwamba ni Uahmadia ndio utakao usalimisha ubinadamu kutoka ghadhabu ya Allah. Kwa fadhila ya Allah, baada ya kufanya kipindi kirefu cha maswali na majibu, watu wote ambao idadi yao ilikuwa ni takriban 200 wakifanya bayati wakaingia katika Ahmadia. Kisha kuna mbashiri wetu wa nchi moja ya Afrika, yeye anaandika ya kwamba katika uwanja wa mahubiri saa nyingine yanatokea matukio ya kawaida tu katika jicho la kizwahiri, lakini kimsingi huku nyuma ni msaada na nusura ya Allah ndio inayofanya kazi, inayochangia. Anasema timu yetu ya mahubiri ilikuwa inaandaa mpango wa mahubiri katika mji muhimu Burma ambao ni makao makuu ya wilaya, na bado tulikuwa tumeketi miskitini ambapo kutoka mji huo huo ujumbe wa watu 4 ukaja kukutana nasi. Kati yao alikuwepo mama mmoja pia ambaye alikuwa mwenyekiti wa chama cha kina mama cha mji huo. Mjumbe mmoja akatuambia ya kwamba sisi tumekuja kuwaalika nyinyi ili muje katika maeneo yetu na mufikishe ujumbe wa Ahmadiyat, kwani tumepata kujua na kuelewa ya kwamba jumuiya yenu inafanya mahubiri na haswa inafanya mipango ya kuwasomesha watoto Kurani tukufu. Hivyo sisi siku ijayo tukapanga mpango wa kwenda huko, na baada ya kufika kule tukawaambia kuhusu jamaat na tukaeleza shabaha ya ujio wa Masihi Maud al-Islam, na kisha baada yake kikafanywa kipindi kirefu cha maswali na majibu ambacho kilipokwisha watu wote wa kijiji wakaamua ya kuingia katika jamaat, na hivyo huko pia tawi kubwa likapatikana. Na kisha wao kwa kuwakusanya watoto wote wa maeneo yao wakaleta mbele yetu na wakasema kwamba kuanzia leo hawa ni watoto wa jamaat, nini mutuambie kwamba kivipi tuwafundishe Kurani tukufu. Hivyo mbashiri anasema kwamba katika watoto hawa tukawachagua vijana 2 ili wafundishwe Kurani tukufu, na kisha wao wakirejea katika msikiti wao na kwenye eneo lao wataandaa darasa za Kurani tukufu na watawafundisha watoto wengine. Anasema sisi tulikuwa tumefanya nia tu, ndipo Mwenyezi Mungu wakati ule ule akatusaidia kwa msaada wake. Hazur anasema kwamba nchini Pakistan sisi kusoma Kurani tukufu ni jambo la mbali, hata kusikiliza pia kumepigwa marufuku. Mwanajumuiya mmoja alifanyiwa kesi kwani alikuwa akisikiliza usomaji wa Kurani tukufu. Hii ndiyo Islam ya Waislamu hawa wa kijina. Na upande wa pili watu wanaleta watoto wao katika jamaati ili jumuiya iwasomeshe na iwafundishe Kurani tukufu, kwani ni jumuiya pekee ambayo ina elimu sahihi ya Kurani tukufu. Baadhi ya watu baada ya kujiunga na jumuiya kisha wanashikwa na tamaa fulani au kwa sababu ya hofu wanaacha Ahmadiyat, kisha wanaelewa ya kwamba sasa hapa wataimaliza jamaati, lakini Mwenyezi Mungu fikra zao hizi anazirudisha kwao na jamaat inaendelea kuzidi kama ilivyo ahadi yake. Mbashiri wa Ivory Coast anaandika ya kwamba
kuna mahala fulani katika jimbo la ume kerezoki. Uwingi wa huko mwaka 2008 ulikuwa umejiunga na ahmadia. Kulikuwa na msikiti mdogo ambao wakati ule ulikuwa unajengwa, watu walikuwa wanaujenga kivyao. Msikiti ule watu hawa wakautoa katika jamaati na jumuiya ikakamilisha ujenzi wake. Lakini baada ya muda mchache imamu wa mahala pale ambaye kwanza akifanya bayat alikuwa ameingia katika jamaat akapata hitilafu kichwani mwake na akajitenga na jumuiya na pia akauteka msikiti ule. Kisha akaanza kuwachochea watu wengine ili wao pia waache jamaat. Lakini watu kwa fadhila ya allah wakaendelea kusimama kidete juu ya imani na juu ya ahmadiyat. Kwa vyovyote vile imamu alipouteka msikiti, watu wale wakaujenga msikiti wa makuti kwa muda na wakaanza kuswali mle na wakaanza kuswali ijumaa. Kisha wao hawakujali jambo hili kwamba sisi tumeacha msikiti wa matofali. Mwenyezi Mungu akawajalia kwa fadhila yake na anasema kwamba katika mwaka huu jumuiya imepata uwezo wa kujenga msikiti mzuri wenye maghorofa mawili ambao una mimbari na una minara vile vile, na msikiti ambao imamu huyo alikuwa ameuteka. Msikiti uliojengwa katika eneo hilo ni mkubwa na mzuri zaidi kuliko ule nchini Pakistan. Tunasema kwamba upande mmoja minara yetu inaendelea kubomolewa na mimbari ya misikiti, lakini upande wa pili Mwenyezi Mungu anatupatia misikiti mizuri katika sehemu zingine na anatupatia kwa wingi. Mwenyezi Mungu jinsi anavyotoa msaada wake zidi ya majaribio ya wapinzani. Kuhusu hiyo kuna nchi ya Afrika iitwayo Chad. Mbashiri wa huko anaandika ya kwamba Machi 2022 na waambieni mambo ya mwaka jana ya mwaka huu yatakuja baadaye inshallah. Anasema ulifunguliwa rasmi msikiti wa kwanza wa jumuiya katika makao makuu ya Chad. Anasema kwamba msikiti wetu ulifunguliwa rasmi. Wahasidi wanaendelea kupanga njama zao tofauti wakisema kwamba jumuiya ya ahmadia imekuja katika nchi yetu na dini mpya. Baada ya ufunguzi jumuiya ilipopata umaarufu zaidi, hapo idadi ya wahasidi pia ikaanza kuongezeka na njama zao pia zikaanza kuzidi. Mbashiri anasema kwamba maimamu wachache wa eneo letu, mashekh wa kijina, wanaendelea kutoa hutuba zidi ya jamaati katika misikiti yao na wanafanya njama ili msikiti wa ahmadia ufungwe. Hivyo ili kufanya hivyo wao wakawakusanya watu na wakaenda katika chama cha Kiislam cha Chad na wakasema kwamba kwa nini nyinyi mlitoa ruksa kwa jamaati kujenga msikiti na kwa nini msikiti umefunguliwa kwa ajili ya swala ya Ijumaa? Msikiti huu ufungwe mara moja. Katika eneo letu msikiti huu umeleta fitina. Watu wa Islamic Council wakasema ya kwamba kufanya ibada ni haki ya Waahmadia. Sisi kivipi tunaweza kufunga misikiti ambao ni nyumba ya Allah? Kama nyini mnahofia fitina fulani, basi mwende mkaripoti kwa polisi. Khalifa mtukufu anasema kwamba Islamic Council ya huko ina akili kiasi hicho na pia inapenda uadilifu. Wao hawakuogopa kutoka yeyote. Nchini Pakistan hata majaji pia kwa sababu ya hofu ya watu wanatoa hukumu zidi yetu. Nasi huko kutaja jina la misikiti ni jambo la mbali, hata hatuna ruhusa ya kusali na kufanya ibada katika misikiti yoyote. Kwa wewote vile baadaye watu hawa wakaenda kwa polisi na wakalalamika kwamba katika eneo letu fitna inaendelea kutokea, hivyo Waahmadia wapigwe marufuku kwani wamekuja na dini mpya na Mungu wapishe mbali, hawamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam.
afisa wa polisi akamwita mbashiri na akamwambia aje nacho kibali cha kujenga misikiti na nakala ya usajili wa jamaat. vitu vyote vikaletwa mbele yake. ye akasema kwamba wewe uende, mimi baada ya kufanya upelelezi nitakuambia. kisha afisa huyo wa polisi akamwita chifu wa mtaa na akamuuliza kwamba katika mtaa wako waahmadia wamejenga misikiti na wamekuja na dini mpya na hawamkubali mtume salallahu alaihi wasallam. chifu akamjibu kwamba hakuna swala la aina hiyo, mi mwenyewe nimeswali ijumaa katika msikiti wao, wao wanaswali kama wanavyoswali waislamu, na tangu miaka 3 mnaijua ahmadia, na watu hao wanatoa huduma nyingi za kutumikia ubinadamu. kwa vyovyote vile afisa wa polisi siku moja akaja katika msikiti wetu, na kwa kuona kalema ya la ilaha illallah muhammad rasulullah ikiendikwa nje ya misikiti akashangaa sana na akasema kwamba nini mnamkubali mtume muhammad saa salam. katika ukumbi wa misikiti sehemu iliyokuwa ya ndani alipoona aya za Qur'an tukufu akashangaa zaidi. kisha akasema nini mna kibla moja, na katika msikiti wenu safu zenu pia ni kama safu za misikiti ya waislamu. mimi nilikuwa nimeambiwa kwamba wameleta dini mpya. hivyo polisi pia halikuchukua hatua yoyote, hata akawauliza watu wa jirani wasio wa ahmadia, nao pia wakasema kwamba sisi hatuna shida na watu hawa. adui waliposhindwa na hatua hiyo, kisha wakaanza kuwatembelea nyumba za jirani na wakasema ili kuwafukuza hawa kutoka hapa. walisema kwamba nini muandamane na mupige kelele. nao pia wakasema kwamba msikiti ni nyumba ya allah na sisi hatuoni kitu fulani ambacho ni kinyume cha islam. hivyo hapo pia wakashindwa vibaya. mwenyezi mungu kwa namna ambavyo anatia mioyoni mwa wale wanaoingia katika jamaati. kuna tukio moja mbashiri wetu wa belize anaeleza. belize ni nchi moja ya marekani ya kati. anasema kwamba mwanamke mmoja anayetokana na kanisa la methodist alipoona msikiti wa nur ukijengwa, hapo mwenyezi mungu akatia moyoni mwake ya kwamba yeye aikubali dini hii. ujenzi wa msikiti ulipokamilika na ukafunguliwa rasmi, mama huyo akawaambia marafiki zake kwamba mwenyezi mungu ametia moyoni mwangu ili niende huko na niwe sehemu ya jamaat hii. marafiki zake wakasema kwamba karibu na nyumba yako kuna msikiti mwingine wa waislamu, kama unataka kusilimu basi unaweza kwenda huko. hapo mama huyo akasema kwamba hapana, mwenyezi mungu ametia moyoni mwangu kuhusu jumuiya ya ahmadia kwamba watu hawa ni wakweli, hivyo mimi niungane nao. basi yeye alipokuja miskitini kwenye msikiti wa nur na akaambiwa kuhusu jumuiya, hapo akashikwa na hisia jinsi mwenyezi mungu alivyofanya mpango wa kumleta katika jamaati. mbashiri akamwambia ya kwamba mwenyezi mungu alikuwa amemfunulia masihi mola islam ya kwamba mimi nitafikisha mahubiri yako katika kila kona ya dunia. hivyo kwa ajili ya jamaat ya masihi maud mwenyezi mungu anafanya mipango yake. basi baada ya kuja kwa siku kadhaa na kujua kuhusu mafundisho ya islam na ahmadiyat, mama huyo akafanya bayati na akaingia katika jumuiya. saa nyingine baadhi ya watu ambao kwa sababu ya kutokuelewa vizuri au kwa sababu ya kuchochewa na watu wanaipinga jamaat, lakini wanakuwa na asili njema, tabia njema. kivipi mwenyezi mungu anavyowaongoza? kuna tukio lake moja. mbashiri mkuu wa gambia anaandika ya kwamba kuna eneo katika wilaya ya jamara. katika eneo hili msikiti mpya unaojengwa huko au uliojengwa. anasema tulipoenda kununua vioo vya milango na madirisha yake kwa ajili ya kukata kioo, kuna mtu mmoja aitwaye abubakar ambaye ni mahiri wa kazi hii.
tulimwambia kwamba tumenunua vioo kwa ajili ya msikiti. Hapo ye akapunguza ujira wake akisema kwamba kazi hii ni ya msikiti, hivyo mimi sitapokea ujira mkubwa. Anasema tulipoleta vioo na kufika miskitini pamoja na mtu huyo ambaye kazi yake ilikuwa ni kuweka vioo, anasema kwamba kwa kuona msikiti mzuri katika eneo hilo la mbali mtu huyo akafurahi sana. Lakini alipojua ya kwamba msikiti huu ni wa ahmadia, msikiti huu ni wa waislamu wa ahmadia, akapata hasira kali, na katika hasira akavunja vioo, na katika zoezi hilo mwenyewe pia akapata majeraha. Lakini jinsi allah alivyomwongoza yeye, anasema ya kwamba usiku katika ndoto nilijikuta nalia na napiga kelele, na nikaona nazama baharini, na nilipokata tamaa, anasema nikaona safina moja ambayo ilikuwa inakuja kuniokoa, na katika safina ile anasema kwamba nikamwona amir wa jamaat na mbashiri huyo. Asubuhi ijayo ambayo ilikuwa ni siku ya Ijumaa, akaaja katika mission house na akafanya bayati na kuingia katika jumuiya. Vivyo hivyo kutoka Tanzania kuna tukio moja la kukubali ahmadiyat, ni mkoa wa Simiyu, na katika mkoa huo kuna tawi la Mwabema. Wanasema kwamba walimu walianza kufanya mahubiri kwenye kijiji hicho, na kwa ajili ya kujenga msikiti na nyumba ya mwalimu walipotaka kununua kiwanja, kila moja alitaja bei kubwa. Walipouliza wakaambiwa kwamba mapadre wa wenyeji wameendesha kampeni zidi yetu ili mtu yote asituuzie kiwanja cha kujengea misikiti, kwani wanasema kwamba watu hawa wanafanya uchawi na wana majini, na kwa kutumia Qurani wanaweza kuumua yeyote wanayemtaka kuumua. Na kwa sababu ya hofu hiyo watu walikuwa hawauzi eneo lao, ilikuwa maeneo ya Wakristo. Hapo walimu wakazitembelea nyumba hadi nyumba na wakamaliza wasiwasi zao na wakajaribu kubadilisha rai za watu kuhusu jumuiya. Baada ya miezi michache kijana mmoja akakubali kutupatia kiwanja chake cha ekari moja na jumuiya ikanunua kutoka kwake. Kijana huyo akasema kwamba baada ya kuuza kiwanja hicho yeye akapata baraka nyingi. Anasema mtu mmoja ambaye alikuwa hamrudishi mkopo wake tangu miaka mingi, na kwa sababu yake shughuli zake nyingi zilikuwa zimekwama. Baada ya kuuza kiwanja, siku chache zilikuwa zimepita ambapo bwana huyo akanirudishia hela yangu yote, na kwa hela hiyo mimi nikalipa mikopo yangu yote. Na kwa sababu ya jambo hilo kijana huyo pamoja na familia yake akajiunga na jamaati. Kisha anasema kwamba mambo yamebadilika kabisa, na mamia ya watu katika eneo hilo wamekubali jamaati na wameingia katika jumuiya, na Mwenyezi Mungu ametujalia kujenga msikiti mkubwa na nyumba ya mwalimu katika tawi hilo. Mwenyezi Mungu mtu ambaye akiamua kumwongoza, basi kwa ajili ya mwongozo wake anafanya mipango ya ajabu ajabu. Sao Tome ni nchi ya bara la Afrika. Mbashiri mkuu wa huko anaandika ya kwamba kutoka Moroko mtalii mmoja alikuja kuitembelea Sao Tome, yani kutoka Morokosh mtalii alienda kuitembelea Sao Tome. Ye akawauliza watu kwamba je, kuna msikiti wa Waislamu hapa? Watu wakamwambia kuhusu misheni yetu. Ye akaja kuswali Ijumaa pamoja nasi, ndipo akajua ya kwamba hii ni mission house ya jumuiya ya Ahmadia. Akatuliza baadhi ya maswali, kisha baadaye akasoma vitabu viwili, Sirul Khilafa na Mauaji kwa jina la Allah katika lugha ya Kiarabu, na akaona baadhi ya vipindi vya MTA. Akaendelea kuketi katika mission house kwa muda fulani. Katika siku zile Alim Bayat, yani bayati ya kimataifa, ilikuwa ikirushwa juu ya MTA. Anasema kwamba katika mwezi wa Machi akaja tena mwaka jana katika mwezi wa Machi,
na akasema kwamba nataka kuiona fomu ya baiati. Anasema tukampatia fomu ya baiati katika lugha ya Kiarabu. Yeye akajaza fomu. Mimi nikasema kwamba usifanye haraka, bali ufanye maombi kwa muda, kisha unaweza kuamua. Yeye akasema kwamba nimeendelea kufanya maombi usiku kucha na moyo wangu umetulia, siwezi kusubiri zaidi. Kama nikifa bila kufanya baiati ya imamu, nitajibu nini mbele ya Allah? Akasema kwamba nimeona jumuiya ya Ahmadia ni juu ya haki. Mimi nikamwambia kwamba waislamu wengine wa nchi yako watakupinga na wazazi wako watakupinga, kivipi utakabiliana nao? Akasema kwamba nimewaambia wazazi wangu, wao hawana shida yoyote, bali wamefurahi sana. Na kisha alisema kwamba hata kama nikipingwa sipati tofauti yoyote, kwani kama nikifa juu ya uislam sahihi, basi hakuna jambo kubwa zaidi kwa ajili yangu kuliko hilo. Mbashiri anasema kwamba hata baba yake pia aliongea nami kwa kutumia video na akaonyesha furaha kubwa, na pia akamsihi mwana wake akisema kwamba nimesikiliza mambo yote, na kwa kuwa umefanya baiati, basi uonyeshe uimara juu ya imani yako na uendelee kushikamana na jamaati. Uzra amesema kwamba japokuwa katika Marrakesh jamaat ipo, lakini hakuweza kujua kuhusu jumuiya. Hivyo Mwenyezi Mungu akamtuma katika nchi ya mbali ya Afrika, na kisha alipofika huko Mwenyezi Mungu akamwandalia mipango ya mwongozo wake. Kutoka Uzbekistan kuna mtu mmoja aitwaye Alim Babayu Sahib. Anasema kwamba nilizaliwa katika nyumba ya Waislamu. Umri wangu ni miaka 31. Mimi natokana na mji wa Tashkent wa Uzbekistan. Kwa ajili ya kujifunza Qur'an tukufu nilikuwa namtafuta mwalimu, ndipo nikakutana na Baburjan. Nikasikiliza kutoka kwake kuhusu Uislamu sahihi na nikajifunza Qur'an kutoka kwake. Ye akanisaidia katika kukubali uhakika huo. Hivyo mimi nikafanya baiati na nikaingia katika jumuiya. Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kumfundisha Qur'an tukufu akamwandalia mwalimu ambaye alikuwa Ahmadia, na yapo matukio mengi, na jambo hili si jambo la kiitifaki. Yapo matukio mengi yaliyotokea katika nchi mbalimbali za dunia kama nilivyosema hapo kabla, na hii ni alama makhsus ya msaada wa Allah. Kisha kutoka Uzbekistan kuna mtu mwingine Azim au Sahib. Anasema kwamba nilizaliwa katika familia ya Kiislam. Miaka michache minne iliyopita nilianza kuswali swala, kisha nikaanza kusoma tafsiri ya Qur'an tukufu. Siku moja maandishi fulani yakanifikia ambamo mtume alikuwa amesema kwamba katika umati wangu watu watazaliwa ambao daima watakuwa juu ya haki na hakuna awezaye kuwaletea hasara. Maneno hayo anasema yakaingia moyoni mwangu. Nikaanza kufanya maombi mbele ya Allah kwamba aniingize katika watu hawa. Kisha nikalazimika kukabiliana na matatizo mengi, nikafukuzwa kazini, lakini nikaendelea kufanya maombi. Kisha nikapata hamu ya kujifunza Qur'an tukufu. Mwenyezi Mungu akafanya mpango wa kunikutanisha na mwalimu huyo Babur Sahib. Mwalimu alitokana na jumuiya ya Ahmadia. Mimi sikujua habari hiyo. Kwanza nikajifunza Qur'an tukufu. Siku moja katika ndoto nikaona Kaaba tukufu, na nikiwa karibu yake nikaigusa kwa mkono. Kisha nikapata wazo kwamba sikufanya wuzu. Nikaenda kufanya wuzu, hapo nikaamka. Anasema kwamba nikaendelea kujifunza kutoka mwalimu wa Ahmadia. Siku moja nikamuuliza kuhusu ujio wa Isa bin Maryam kutoka mbinguni. Ye akaniambia kwamba Isa bin Maryam amekwisha kufa na mtu aliyetakiwa kuja katika rangi ya Isa bin Maryam huyu ni Imam Mahdi. Nikafanya tahqiq na nikajua, na nikamwambia mwalimu wangu kwamba mtu huyo ni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Mwalimu hakumhubiri bali akamwambia kwamba utafute mwenyewe, yeye ni Imam Mahdi.
bwana huyu akafanya tahkik na kwa kutumia mtandao wa kijamii akapata kujua kwamba mirza ghulam ahmad kadiani ndiye imam mahdi. Anasema nilipomwambia mwalimu wangu ye pia akasadikisha kwamba mirza ghulam ahmad ndiye imam mahdi ambaye tunamsubiri. Anasema kwamba mimi japokuwa alama zote zilikuwa zimetimia lakini nikaonyesha mashaka kuhusu imam mahdi. Kisha mwalimu wangu akaniambia kuhusu jumuiya ya ahmadia na akasema kwamba mimi pia ni mwana jumuiya, na pia akaniambia ya kwamba jumuiya ya ahmadia katika idadi bado ni ndogo na mimi nina wanafunzi wengine kama wewe, na akanikutanisha na wanafunzi wake wengine. Anasema kwamba nikafanya tahkik na kisha nikahisi baada ya maombi na tahkik kwamba mwenyezi mungu amepokea na kukubali maombi yangu. Kisha nikafanya bayati. vivyo hivyo kuna mtu mwingine wa uzbekistan, ye pia ana tukio lake moja. Alipata uwezo wa kufanya bayati. Yeye mwaka jana alikuwa amefanya bayati. Kisha kuna taarifa ya nchi moja ya bara la Afrika. Mbashiri wa huko anasema kwamba yeye na mwalimu wake walikuwa wakirejea kutoka kikao cha jamaati. Ilikuwa muda wa jioni, bado tulikuwa na safari ndefu. Njiani tulipita karibu na kijiji kimoja, tukawakuta watu wengi wakisimama njiani ambao wakatuzuia na wakatuambia kwamba asubuhi tulikuwa tumewaona nyini mkipita kutoka hapa, tulikuwa na yakini kwamba nini mtarejea, tunawasubirini tangu muda mrefu, tunataka kuwaulizeni kwamba je, mna hasira fulani kuhusu kijiji chetu? Kwani katika vijiji vilivyo jirani kuna wanajamaati wenu na misikiti ipo, lakini nini hamkufikisha ujumbe huo katika kijiji chetu? Anasema hapo tukafika huko na tukafanya mahubiri, na kwa fadhila ya allah tukapata bayati. Mwenyezi mungu mwenyewe anaendelea kutia mioyoni mwa watu kwamba mutafute haki. Mbashiri mkuu wa Afrika ya Kati anaandika, imamu mmoja asiye ahmadia ambaye anatokana na kijiji cha Nagala kwa ajili ya tabligh alikuja kutembelea kijiji cha Waahmadia. Akaona misikiti na akasema nani ameujenga? Akaambiwa kwamba Waahmadia wamejenga. Akasema mashallah, ni msikiti mzuri sana. Siku ijayo Maulvi sahib huyo akaja katika mission house ya Bangi na akaendelea kumuuliza mbashiri maswali kuhusu jamaat. Kisha akamuuliza mbashiri kwamba kivipi naweza kuingia katika jamaat yenu. Mbashiri akamwambia kwamba imani inahusika na moyo. Kama unaafiki kuhusu itikadi za jamaat, basi moyo wako umekubali ahmadiyat, lakini tunayo fomu ya bayati ambamo masihi mwala salam ameeleza masharti 10, uisome. Alipopewa bayat form akaanza kusoma. Alipokuwa anasoma ndipo machozi yakaanza kudondoka kutoka macho yake. Alipoulizwa sababu akasema kwamba mimi mwenyewe pia nilikuwa nafahamu kwamba mimi ni mwenye elimu na nimesikiliza mengi kutoka mashekh wengine kuhusu jamaat, mambo yasiyo sahihi. Kwa kusoma bayat form hii mimi nahisi majuto juu ya maisha yangu yaliyopita, kwamba nikaendelea kuelewa nini kuhusu jamaati, hivyo sikuweza kujizuia. Na kwa kusoma form hii nimejua kwamba jumuiya ya ahmadia ni jumuiya kweli na misikiti yake inaelekea kibla, ni swala ile ambayo tunaisali na Qur'an tukufu ni ile ambayo tunaosoma, na mimi leo kwa moyo wangu wote nakubali ahmadiyat. Kisha akapewa vitabu vingine na yeye alisema kwamba kwa kusoma vitabu hivi nitafunga midomo ya mashekh wengine. Mwenyezi Mungu jinsi anavyoongeza jumuiya ya Hat Masihi Maud Islam, jinsi anavyozidisha waumini wake. Mbashiri wa jamaat ya Giana anaandika kwamba
katika jumuiya ya london wanafanya mipango ya kuandaa maonyesho ya vitabu na kugawa vipeperushi. Siku moja mtu mmoja aliwapigia simu kwamba nimeona kipeperushi chenu. Mimi sikujua kwamba karibu na nyumba yangu nini mna kituo chenu cha swala. Yeye akaja kuswali Ijumaa, akasema kwamba mimi ni muislamu tangu miaka miwili, lakini sijui kusoma Qurani tukufu wala sikupata nafasi ya kujifunza swala, hivyo munifundishe. Yeye akasema kwamba uje, na akaendelea kuchukua tahadhari, kwani saa nyingine wanakupa watu ambao wanakuja kuomba tu. Nikasema kwamba uje, kama kwa kweli anataka kujifunza dini basi tutajua tu. Yeye akaendelea kuja bila kukosa na akaendelea kujifunza Qurani tukufu, na japokuwa akaendelea kujifunza na hakuomba kitu chochote, nikajua kwamba mtu huyo ni makini katika swala la dini. Kisha nikamwambia kuhusu jumuiya, nikamwonyesha picha ya masihi mwislam. Ye akafanya baiati, hapo akapewa jina la Kiislam. Kisha yeye baada ya muda akaonyesha hisia yake ya kuwa mwalimu wa jamaati. Jamaati ya huko wakaniuliza mimi, nikasema kwamba sawa, kama kwa kweli anaweza basi mumfanye kuwa mwalimu na mumpatie malezi. Kwa fadhili ya Allah amekwisha pewa malezi, sasa anaswalisha Ijumaa na swala zingine, na pia anatoa darsa na anatoa hutuba vile vile. Anasema kwamba baada ya muda mchache tukaanda maonyesho katika kituo cha sala, na wazazi wake pia wakaja. Baba yake alikuwa mpinzani wa Islam, lakini mama yake akasema kwamba katika zama fulani alikuwa na shauku ya kujua kuhusu Islam na alikuwa anapenda jinsi kina mama wanavyovaa hijabu, na ndio maana alikuwa na shauku ya kujua kuhusu Islam. Mwalimu huyo akaambiwa kwamba wewe ufanye mahubiri, uwahubiri wazazi wako ili wao pia waingizwe katika Ahmadiyat, wapewe mafundisho ya Islam. Akasema kwamba wao ni wakali sana katika swala la dini, na mama yangu anaenda kanisani na pia amebatizwa. Anasema ya kwamba tulisema tunafanya maombi, na wewe pia ufanye maombi kwa ajili ya mama yako, Mwenyezi Mungu abadilishe moyo wake kwa ajili ya Islam. Anasema siku moja mama huyo akamuuliza kijana wake maswali na akaanza kuja kuswali Ijumaa. Kisha siku moja akasema mwenyewe kwamba nataka kufanya bayati, na kisha akaingia katika jumuiya. Na kwa fadhila ya Allah watu wanaingia katika jumuiya na wanakuja kuswali Ijumaa na wanaswali sala zingine. Na huyu alikiri kwamba baada ya kuingia katika jumuiya siha yake pia imetiwa baraka na mali yake pia imepata baraka ambayo hakuwa nayo katika Ukristo, na anaangalia MTA bila kukosa. Hayo ni matukio machache kuhusu kutimia kwa ahadi aliyofanya Allah na Masihi Islam. Yapo matukio mengi, wapinzani wanajaribu mno kama asemavyo hat Masihi wa Islam, lakini upande wa pili Mwenyezi Mungu katika kila nchi ya dunia anaendelea kufungua njia mpya za maendeleo ya jamaati. Basi kutoka jambo hili, upande moja tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu, upande wa pili yatupasa kuendelea kuchunguza kuhusu hali zetu na tufanye juhudi ili kuimarisha imani zetu na tuboreshe hali zetu za kiamali, na tuwaambie vizazi vyetu ya kwamba majaribio yanakuja, lakini ushindi wa mwisho unakuwa ni wa jumuiya inayoanzishwa na Mwenyezi Mungu. Hivyo msiziache imani zenu zitelezeke. Mwenyezi Mungu awajali wanajumuiya wapya na wazamani uimara wa dini, na aendelee kuwaongeza katika imani na yakini.
sasa nitazungumzia baadhi ya marehemu na pia nitaswalisha sala ya jeneza ya ghaibu. marehemu wa kwanza ni bi parvin akhtar sahiba ambaye alikuwa mke wa ghulam kadir sahib marhum wa sialkot. akiwa na umri wa miaka 90 alifariki dunia siku za nyuma. inlillahi wa inna ilaihi rajiun. alikuwa na vijana watatu na mabinti wanne. kijana wake mmoja ni arif mahmud saheb, mbashiri wa jumuiya ya benin ambaye hakuweza kushiriki katika sala ya jeneza ya mama yake. mbashiri wa jamaat arif mahmud anasema ya kwamba mama yake alikuwa mjukuu wa had chaudhry imam din saheb chauhan aliyekuwa sahaba wa masihi maula salam, na alikuwa binti wa ghulam ahmad saheb aliyekuwa mwalimu wa jumuiya. alizaliwa katika kadian. alipata masomo ya awali kutoka kadian. anasema mama yetu alikuwa anatuambia ya kwamba muda wake mwingi wa utoto wake ulipita katika kumtumikia amajan raziallahu taala anha, na hivyo hata amajan raziallahu taala anha ndiye aliyemlea. yeye alijifunza mafundisho ya dini na kurani tukufu kutoka kwake, na akapitisha muda wake mwingi akimtumikia hata amajan raziallahu taala anha. anasema alikuwa akitusimulia matukio mbalimbali kabla ya kulala. anasema kwamba alikuwa akisema kwamba hat muslim maud alikuwa anakuja kumwona hata majan wakati wa usiku, na akiniona nikimtumikia alikuwa anasema kwamba ufanye maombi ili upate mume mwema. anasema kwamba mama yangu alipoolewa mwaka 1953 hali ikaharibika. baadhi ya watu wa kijiji wakaonyesha udhaifu, lakini mama huyo kwa fadhila ya allah akaendelea kusimama kidete juu ya dini yake, na pia akamsaidia mume wake kusimama imara juu ya dini yake. kisha akaanza kusoma kurani tukufu kutoka shekh moja, na akaanza kuhifadhi sura ndogo ndogo, na kisha akajenga msikiti mdogo kwenye kituo chake, na akaanza kuifanya kuwa kituo cha jamaati. kijana wake mkubwa khalid mahmud ambaye alikuwa jeshini anasema ya kwamba mama yetu alikuwa anaitanguliza dini juu ya dunia, na alikuwa anatusihi kwamba mkisimama imara juu ya dini basi mambo yote ya kidunia yatarekebika yenyewe. anasema kwamba tangu utotoni alituwezesha kuswali swala, na msikiti japokuwa ulikuwa mbali kidogo, lakini alikuwa anatupeleka miskitini mwenyewe. kina mama wasio ahmadia yeye akawafundisha kurani tukufu. hazur amesema sisi hatuwezi kuwafundisha watu kurani tukufu kule, lakini katika siku za nyuma kwenye zama iliyopita kulikuwa na wema fulani kwamba wa wengi ambao si wa ahmadia walikuwa wanajifunza kurani kutoka wa ahmadia. kisha kijana wake anaandika au labda binti yake ameandika ya kwamba katika vijiji hakuna utamaduni wa kuwasomesha mabinti. hivyo mama yake alipotaka kumpeleka binti yake shuleni, babu akapinga. yeye kwa heshima na kwa juhudi endelevu akamfahamisha babu kwamba binti asomeshwe, na daima alikuwa anasema kwamba mabinti lazima wasomeshwe ili waweze kusoma vitabu vya jamaat na waweze kuwalea watoto wao. rashid ahmad saheb ambaye ni mwenyekiti wa kijiji cha manga anasema kwamba kituo chetu kilikuwa karibu na kituo chao. sisi pia kwa kuwaona tukajiunga na ahmadia, lakini hatukuwa na shauku ya kuswali. kila alipokuja kwenye kituo chetu alikuwa akitusihi kuhusu swala. sisi tulikuwa tunaonyesha uzuru kwamba misikiti ni mbali, na ye alikuwa akinyamaza. kisha tukaona kwamba akaanza kuleta udongo kutoka shamba lake na kuleta kwenye kituo. akaendelea kuleta udongo kwa wiki moja, kisha akatengeneza sehemu fulani, na kisha akajenga ukuta, na kisha akaleta mkeka na akatandika huko, na kisha akasema kwamba
mlikuwa mnasema kwamba hatuna misikiti, hivyo tunalazimika kwenda mbali. Hapo nimejenga misikiti kwa ajili yenu, hivyo njoni muswali swala kwa pamoja, hivyo msionyeshe uvivu sasa katika swala. Anasema jambo la kweli ni kwamba mama huyo akatusaidia kushika tabia hii ya kuswali. Hiyo ilikuwa mifano ya watukufu hawa, kwamba kama kuna mtu ambaye ametengeneza uzuru, basi walikuwa wanaonyesha mfano wa kimatendo ili wengine walazimike kukubali. Binti yake anaandika kwamba mama yetu alikuwa na tabia ya kufanya subira sana, alikuwa akitusihi na alikuwa anasema kwamba hata manya raziallahu taala anha mushike nasaha yake hiyo, kwamba daima muendelee na subira, na mkipata chochote kutoka nyumba ya wakwe wenu murizike juu yake na muwe razi juu ya ridhaa ya allah, na muendelee kuswali na muwaambie watoto wenu pia waswali, na hivyo mkifanya hivyo mwenyezi mungu pia anatia baraka kwenye riziki. Kijana wake ambaye ni mbashiri anasema nilipoingia jamia akaniambia kwamba mwanangu, hata kama usipopata daraja kubwa katika masomo hakuna shida, lakini katika utii wa imamu wa zama uendelee kupata namba ya kwanza. mwenyezi mungu amghufirie na amrehemu na ampandishe katika daraja na akubali maombi yake katika haki ya watoto wake. jeneza ya pili ni ya mumtaz wasim sahiba ambaye alikuwa mke wa chaudhry wasim manasir saheb wa gatialia. alifariki dunia siku za nyuma, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. kijana wake pia ni mbashiri wa jumuiya, anaitumikia jamaat nchini zambia. marehemu alikuwa anatokana na familia ya hatmia chiragdin sahib raziallahu taala anhu, rais lahor, ambaye alikuwa sahaba wa masihi maula sallatu wassalam. alikuwa mjukuu wa hatmia abdurashid sahib raziallahu taala anhu, na alikuwa kitukuu wa hatakim muhammad husain sahib raziallahu taala anhu almaruf marhame isa. marehemu alikuwa na tabia njema sana na mwenye kuwapenda wote. kila mmoja alikuwa nakiri kuhusu sifa zake na hulka zake. alikuwa akiheshimu sana ukhalifa na nizamu ya jamaa. daima alikuwa ananiandikia barua za maombi na alikuwa akiwasihi wengine kwamba muandike barua. alikuwa na swala bila kukosa na usomaji wa Qur'an tukufu. hadi umri wake ya mwisho akaendelea kutoa michango bila kukosa. kwa fadhili ya allah alikuwa amepata shahada ya BA. anasema kwamba baba yangu baada ya kustaafu alipohamia kijijini kutoka Karachi, marehemu akawafundisha watoto na mabinti wengi kaida ya sana Qur'an na Qur'an tukufu, na akaendelea kuwafundisha mafundisho ya kidunia vile vile. akaendelea kuugua kwa muda mrefu, lakini hakulalamika bali akasubiri sana. mbashiri ameandika ya kwamba kama alikuwa akikosea basi alikuwa anaomba msamaha tu. vijana wake wawili ni wakfu. yeye alikuwa amewatoa katika wakfu kwa furaha sana, na alikuwa na furaha sana kwamba vijana wake ni wakfu. baba yake alikuwa na wake wawili. baada ya kifo cha mama wa kwanza, anasema kwamba yeye akawalea ndugu zetu kama wengine, kama wawe watoto wake. alipoenda Gambia akamsindikiza kwa maombi mengi, na anasema kwamba muda mchache kabla nilienda kumwona, wakati wa kurejea akasema kwamba mwenyezi mungu akulinde, labda sitaweza kukutana nawe tena. ameacha vijana 5 na binti mmoja. kwa fadhila ya allah wawili ni wakfe zindagi. nasir nasir saheb ni mwalimu wakfe jadid, mwingine ni mbashiri wa jamaat nchini zambia, na yeye hakuweza kushiriki katika jiza yake kwa sababu ya kuwepo kwake katika nchi nyingine. mwenyezi mungu amghufirie na amrehemu na akubali maombi yake kwa ajili ya watoto wake. marehemu anayefuata ni brigadier munawar ahmad rana saheb. huyu alikuwa katibu mkuu wa jamaat rawalpindi, ambaye alifariki dunia siku za nyuma, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu yake chaudhuri ghulam ahmad saheb advocate aliyekuwa sahaba wa masihi alayhi salatu wassalam. mwaka 1971 aliingia jeshini. wakati wa kufanya kazi jeshini aliendelea kuitumikia jamaati na alikuwa anatoa nyumba yake kwa ajili ya kituo cha sala. alikuwa anaipenda jamaat, alikuwa na ushujaa mkubwa. baada ya kustaafu akajitolea sana kwa ajili ya huduma za jamaati. akaweza kupata nafasi ya kutoa huduma mbalimbali katika amarat kent na wilaya rawalpindi. alikuwa akitekeleza wajibu wake wote wa kijamaati kwa juhudi na kwa moyo sana. alikuwa na unyenyekevu mkubwa sana na alikuwa akiwatendea wenzake kwa huruma sana na alikuwa akiwatii viongozi wake. alikuwa na uhusiano mkubwa na ukhalifa. alikuwa anasema labbaik juu ya kila mpango. alikuwa akiwasaidia watu maskini na daima alikuwa tayari kuwasaidia. alikuwa musi. ameacha nyuma mama yake salima khurshid sahiba na wake wawili na watoto 5. katika watoto kuna mabinti 4 na kijana mmoja. mwenyezi mungu amghufirie na amrehemu. marehemu wa mwisho ni group captain retired abdushakur malik saheb ambaye alikuwa akiishi dallas marekani. alifariki dunia siku za nyuma. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. babu yake ghulam nabii sheikh saheb alikuwa sahaba wa masihi maula islam. kwa kupitia yeye jumuiya ilipatikana katika kijiji chake nushehra. mahubiri yalifanywa na jumuiya ikapatikana. marehemu katika air force pakistan akiwa muhandisi na baadaye akiwa group captain akapata nafasi ya kuitumikia nchi kwa miaka 15. akaendelea kutoa huduma kama naib amir rawalpindi na katika muda huo akaweza kusimamia kesi nyingi za wahamadia waliotiwa ndani. alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa alipokuwa akifanya kazi katika air force. japokuwa alikuwa napingwa sana lakini hakuficha imani yake kuhusu ahmadia. baada ya kustaafu akajitolea maisha yake wakfu kwa ajili ya jamaat. alikuwa mwenye kuonyesha mifano ya hali ya juu ya utii wa nizamu na ukhalifa iwe usiku au mchana. kila akiitwa na amir jamaat au jamaati alikuwa anakuja mara moja. hakutoa uzuru wote. alikuwa mwenye kuswali na kufunga saumu. alikuwa mwenye kuwapenda wote na alikuwa na athari njema juu ya watu wengine. binti yake shazia suhail anasema kwamba baba yangu alikuwa akipitisha muda wake mwingi katika shughuli za jamaati. hata awe wapi kazi yake alikuwa anaipenda ilikuwa ni kuswali swala na kufanya kazi ya jamaat. alikuwa anatusimulia matukio mbalimbali ya dua na fadhila ya allah na alikuwa anatuambia kwamba jinsi allah anavyowasaidia waahmadia na alikuwa anatusihi kwamba tumwindikie khalifulmasih kwa ajili ya mambo yetu yote. anasema kwamba baba yetu alikuwa anamtegemea allah subhanahu wataala na alikuwa radhi juu ya razaa ya allah. alitufundisha tangu utotoni kwamba tukipata pesa basi tutoe mchango. tukifanya hivyo kipato chetu kitapata baraka na hela yetu itapata utakaso. marehemu alikuwa musi. ameacha nyuma mabinti 3 na kijana mmoja. kijana wake ni daktari katika nchi ya marekani dr amir saheb. ye pia anaitumikia jamaati. mwenyezi mungu amghufirie na amrehemu na akubali maombi yake kwa ajili ya watoto wake. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر